Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza somo la ndoto. Katika somo hili la ndoto tutakuwa tunajifunza kwa habari ya namna ambavyo ndoto zilivyoweza kuwatoa watu kimaisha. Kwa nini ni ndoto? Nini ufanye baada ya kuota ndoto? Na kipi ambacho hupaswi kufanya? Tukisoma katika kitabu hichi cha Mwanzo sura ya 31. Mwanzo sura 28 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake afika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Hii nchi uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nao utaenea upande wa magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Atazama mimi nipo pamoja na wewe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Kitu ambacho tunakiona katika huu mstari unaelezea kwa habari ya ndoto ambayo Yakobo aliota baada ya kulala katika lile eneo. Kwa hiyo baada ya kulala katika lile eneo ambalo yeye alilala, akaota kwamba anaona ngazi zinapanda juu na malaika wanapanda na kushuka katika lile eneo. Kwa hiyo ndoto ni za msingi sana katika maisha ya muamini, hata maisha ya mtu yote yule. Tunaona kwamba ndoto ni mlango wa Mungu kufikisha ujumbe kwa mtu, lakini pia ndoto ni mlango wa adui kufikisha ujumbe pia kwa mtu. Kitu ambacho tunakiona katika hili somo, tunaona kitu kikubwa kilitokea kwenye maisha ya Yakobo baada ya yeye kupewa mibaraka na baba yake, lakini Mungu alithibitisha ile mibaraka kupitia ndoto. Japokuwa alipitia changamoto, lakini Mungu aliendelea kumtetea hata kupitia ndoto. Tusome katika kile kitabu cha Mwanzo sura 31 mstari wa 10. Kwenye kipengele hichi tunaona kwamba Mungu alimtetea Yakobo. Alimtetea katika kazi zake alizokuwa anafanya. Kila wakati ambapo mjomba wake alipokuwa akibadilisha ule mshahara wake, Mungu akasababisha kupitia ile ndoto aliyoiota, ile mibaraka ilikuwa ikimfuata. Mungu akawa anasababisha wazaliwe wale kuondoa mbao yule mjomba wake akusema. Tusome katika kitabu cha Mwanzo 31 mstari wa 10, nasema, ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, na aliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu waliowapanda hawa wanyama walikuwa na milia na madoa na malakalaka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua macho yako ukaone mabeberu wote wanaowapanda wanyama wana milia na madoa na malakalaka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mstari wa 13 anasema, mimi ni Mungu wa Betheli huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa baada ya yeye kuishi katika maisha yale ya utumwa, katika maisha yale ya kutumikia na kila wakati kubadilishiwa mishahara, lakini Mungu alikuwa anamtetea. Yaani kubadilishiwa wale wanyama ambao walikuwa ni faida yake yeye, Mungu aliendelea kumtetea. Kupitia ndoto, Mungu akampa maelekezo ya kwamba anapaswa kutoka kwenye lile eneo na kwenda mahali pengine. Mstari wa 31 nasema, Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto yake usiku, akamwambia, ujiazali
usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Kwa hiyo tunaona kupitia ndoto mtu anaweza kuonywa, kupitia ndoto mtu anaweza kupewa uelekeo wa maisha. Lakini pia kupitia ndoto mtu anaweza kuona mambo yale ambayo Mungu amemwandalia kwa ajili ya maisha yake yajayo. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha 37 tunaona ya kwamba Mungu alikuwa anasema Yusufu kupitia ndoto kwa habari ya yale mambo ambayo yatakuja ambayo yatatokea katika maisha yake kwa siku zijazo. Ukisoma hiyo Zaburi ya 37 mstari wa 6, neno la Mungu nasema, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka, ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudia hadi nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akahifadhi neno hilo Yusufu auzwe na ndugu zake. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na hilo lililokuwa limetokea, yeye Yusufu alikuwa anawahadisia ndugu zake juu ya ile ndoto aliyoiota. Yeye alikuwa anajua wale ni watu wema, hakuwa na shida yeye ndani yake. Aliona tu wao ni ndugu zangu, acha niwahadisie kile ambacho nimekiota. Lakini baada ya kuwahadisia kile ambacho yeye amekiota, wao wakawa wanajua maana ile ndoto. Baadaye wakaanza kutaka kumuua kwa ajili ya ndoto tu. Kwa hiyo kumbe katika maisha unapaswa kujifunza kwamba unamwambia nani hiyo ndoto ambayo umeiota. Kwa hiyo ndoto ina uwezo wa kukutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine, lakini pia ndoto ina uwezo wa kuibua uadui kati yako na watu wanaokuzunguka au ndugu zako. Kwa hiyo ukisoma hii Mwanzo sura 37 yote inaelezea kwa habari ya changamoto alizopitia Yusufu baada ya kuota ndoto na kuhadisia ndugu zake. Tuone pia ndoto kama jinsi tulivyosema kwamba imebeba mambo mengi. Na kila mmoja anapaswa kujua maana ya ndoto. Kwa sababu inawezekana hatima yako imefungwa katika ndoto. Yaani mtu anaweza kufungwa kabisa, maisha yake yakafungwa kupitia ndoto. Yaani mtu anaweza kufungwa kabisa maisha yake kupitia ndoto. Ukisoma Zaburi ya Mwanzo sura 41 mstari wa 15 anasema, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kutafsiri. Kwa hiyo kwa nini tunataka kutafsiri, au kwa nini inapaswa kujua tafsiri ya ndoto uliyoota? Unaona hapa mfalme alikuwa anatamani kujua maana ya ndoto ambayo ameiota. Je, itakuwa mimi na wewe? Kwa hiyo ina maana kumbe ndoto zina umuhimu sana katika maisha ya watu. Ndio maana tunaona kwamba hata mfalme mwenyewe alitamani kujua maana ya hiyo ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Hiyo Mwanzo sura 41 nasema, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo wewe waweza kuitafsiri. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, na tazama ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wenye manono. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu ambacho kilichotokea hapo ni kwamba kwa akili za kibinadamu
angekuwa mwingine angepotezea ile ndoto. Angeona si ni ndoto tu, haina maana yoyote. Sasa na mang'ombe tena ina maana gani? Haiwezi kuwa na maana yoyote. Lakini baada ya kuota ile ndoto, tunaona Farao alikosa amani ndani yake. Ndio maana akataka kujua hii ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo tunaona zile ndoto ambazo zilimfanya Yusufu akaingia kwenye shida. Ndoto hizo ndizo ambazo zilimfanya Yusufu nyota yake ikang'aa na akakutana na lile kusudi ambalo Mungu alikuwa amemkusudia kwenye maisha yake. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu wa mtu kutafuta kujua maana ya ndoto. Kuna umuhimu wa mtu kutafuta kujua maana ya ndoto. Kwa nini? Ukisema kwenye Kumbukumbu la Torati tusome kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 15, anasema ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema inukeni, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. Tusome mstari wa 14. Tuanzie mstari wa 15, anasema hata Gideoni alipofika, tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto, akasema tazama naliota ndoto, na tazama mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Midiani, ukafika hata hema moja, akaipiga hata ikaanguka, nao wakaipindua hata ikalala chini. Mwenzake akamjia akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Midiani na jeshi lote katika mkono wake. Ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema inuka, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. Ina maana kwamba Gideon alikuwa anatafuta uelekeo wa yale mambo ambayo Mungu alikuwa amesema naye. Lakini aliposikia watu wanahadithiana kuhusiana na ndoto, akajua kwamba Mungu amenijibu kupitia ndoto hii ambayo imesema pamoja na kutafsiriwa. Kwa hiyo kwamba Mungu anaweza kupitisha majibu ya maombi unayoomba kupitia ndoto. Amina, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana uwezo kupitisha majibu ya maombi kupitia ndoto. Kwa hiyo kupitia ndoto una uwezo wa kupata majibu. Una uwezo wa kupata majibu ya maombi yako. Tuone umuhimu wa pili. Jambo la kwanza tumesema una uwezo wa kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Jambo la pili, unaweza ukapewa nafasi kubwa kwenye maisha yako hata kupitia ndoto. Yaani kuna maamuzi yanayofanyika kupitia ndoto. Maamuzi ya mema na mabaya kupitia ndoto. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 3 mstari wa 5, anasema na huko Gideon Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Tunaona hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na hekima kupita Suleimani. Baada ya Suleimani kutoa zile sadaka zake, tunaona Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia kwamba aombe lolote naye atampa. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto hiyo hiyo. Mstari wa 6 anasema Suleimani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri ulivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Umemweka fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi
Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi niwe mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo na sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Haya yote yalikuwa yanafanyika kupitia ndoto. Anasema na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamisha idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako wa kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuhukumu? Utaendelea hapo, utaona utajiri aliopewa Sulemani kupitia ndoto. Mstari wa 15 nasema, naye Suleimani akaamka na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Hekima ya Suleimani yaonekana hukumuni. Ina maana baada ya yeye kuota ile ndoto, alijua ya kwamba kuna kitu ambacho kimebadilika katika maisha yake. Baada ya yeye kuota ile ndoto, na alipoambiwa aombe lolote, akaomba hekima, lakini Mungu akamzidishia, sio hekima tu, akampa pamoja na mali. Kwa asilimia kubwa una uwezo wa kupokea vitu kutoka katika ulimwengu wa roho kupitia njia ya ndoto. Ikiwa ni mambo ambayo umemwomba Mungu kwa muda mrefu, iwe ni swala la uchumi, iwe ni swala la magonjwa, ukiwa unatamani Mungu aingilie kati katika hali unazopitia, Mungu anaweza kukusaidia na kufanya jambo jipya kupitia ndoto. Kwa hiyo ndoto ni mlango mkubwa sana na wa muhimu sana, na inakupasa kuweza kutafuta kujua maana ya ndoto. Maana ya ndoto. Kwamba ni kwa nini Mungu anatumia hiyo njia ya ndoto. Kwa sababu watu wengi sana wanakosa ule utulivu. Kwa hiyo kuna wengine at least katika ndoto Mungu anaweza kusema na wao, au ndio sauti kuu ambayo watu huwa wanaielewa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura 33 mstari wa 14 anasema, kwa kuwa Mungu unena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi wajaliapo watu katika usingizi kitandani. Ina maana kumbe Mungu anasema na mtu kupitia ndoto. Unaweza ukaota ndoto mara ya kwanza, hiyo ndoto ikajirudia tena mara ya pili. Nia na mazumuni kwamba Mungu anakuwa anasema kitu na wewe, kwamba usipoelewa mara ya kwanza, usipotilia maanani, anarudishia tena mara ya pili. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtu anasema mimi nimelala nikaota ndoto fulani, baadaye nikashtuka, niliporudi kulala tena nikaota tena ndoto ile ile, haijabadilika. Kwa hiyo kumbe ni Mungu anakuwa anaongea na huyo mtu kupitia hiyo ndoto, kwamba kwa hiyo ni Mungu anaongea na mtu kupitia ndoto. Anaweza kuongea na mtu mara ya kwanza, akaongea na mtu tena mara ya pili kupitia ndoto. Ndio maana mtu mwingine nimesema kwamba ana uwezo wa kuota ndoto moja, usiku mmoja ndoto moja akaota mara mbili. Au mtu akaota siku ya kwanza akaota hiyo ndoto, siku ya pili tena kaota ndoto ile ile, siku ya tatu tena kaota ndoto ile ile. Ina maana ukiona hiyo ndoto inajirudia zaidi ya mara moja, ina maana kuna kitu ambacho Mungu anakuwa anasema na wewe kupitia hiyo ndoto. Yaani usichukulie poa mambo ya ndoto. Ni mambo ya msingi sana ambayo Mungu huwa anasema na watu. Weza kwa kuwatoa watu kutoka kwenye majaribu, au kuwavusha watu kwenda kwenye maisha mengine ambayo Mungu amewaandalia. Tunaona katika maisha ya Yakobo, alipewa mibaraka kwenye ulimwengu wa mwili, lakini mibaraka ile alipotoka kwenye ile nchi, wakati akimkimbia ndugu yake na kwenda kwenye nchi nyingine, Mungu alimtokea kupitia ndoto katika lile eneo alilokuwa amelala, akambariki. Na sio kumbariki tu, aliendelea kuwa pamoja na yeye alipokuwepo kule kwa mjomba wake Labani.
kila kazi alizokopa akifanya, mjomba wake alipokopa akimfanyia kinyongo, bado Mungu aliendelea kuongea naye kupitia ndoto, akawa anampa uelekeo. Kwa hiyo umuhimu wa kutafsiri ndoto, kwa sababu ni njia ambayo Mungu anaweza kupitisha mambo mema kwenye maisha yako, au adui pia anaweza kupitisha mambo mabaya. Kwa hiyo ni vizuri kujua tafsiri za ndoto. Ukisoma hicho kitabu cha Mwanzo sura 40 hiyo, kuanzia ile sura 37 mpaka ile sura 40, inaelezea kwa habari ambavyo kupitia ndoto Yusufu aliweza kuiokoa taifa kutoka kwenye janga la njaa. Ndoto tu Yusufu aliweza kuiokoa taifa kutoka kwenye janga la njaa. Kwa hiyo usichukulie poa ndoto. Ndoto ni vitu vya muhimu sana. Unapoota ndoto unapaswa kutaka kujua nini maana ya hiyo ndoto. Kwa sababu ndoto ingesingekuwa ya muhimu, ungesingeona imeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo ndoto ni ya muhimu, ndio maana unaona kwamba hilo jambo lilikuwa linatokea na watu walikuwa wanatafuta kujua maana ya hizo ndoto. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 20, anasema basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema na Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaona Yusufu alishaanza kuwa na doubt. Kwa hiyo kuna mambo mengine unaweza ukawa unatafuta suluhu, au unakuwa uko dilema kwenye maisha yako, unatafuta kwamba ujue kwamba hili ninaloliendea, je, ni la Mungu au sio la Mungu? Kupitia ndoto Mungu ana uwezo wa kukupa majibu ya hicho ambacho unajiuliza kupitia ndoto. Tunaona hapa hii Mathayo sura ya 1 mstari wa 20. Mungu malaika akamtokea akawa anasema na Yusufu kupitia ndoto kwamba usiwe na hofu kuhusiana na Mariamu, huyo ni mkeo, mchukue kuwa naye. Unaona? Lakini kupitia ndoto tunaona kwamba wale mamajusi ambao walienda kumtazama Yesu, walienda kule, walipofika kwanza kwa Herode akasema mwende mkamwangalia afu mrudi kunipa mimi taarifa. Ukisoma sura ya 2 mstari wa 12 anasema nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Kwa hata kupitia ndoto tunaweza kupata maonyo. Mungu akakuonya kwamba usifanye jambo hili, linaweza likakuletea shida. Anasema nao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri ukae huko nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kwa kama Yusufu angekuwepo ni watu wa sasa hivi kwamba ukiota ndoto unapotezea, ungekuta kwamba hatujapata mwokozi wa maisha yetu. Lakini Yusufu aliutilia maanani ile ndoto aliyoota. Ndio maana tunaona kwamba alielewa kwamba kile alichokuwa anasemeshwa kupitia ndoto na akafuata yale maelekezo. Umeona? Hapo wakati Mungu destiny ilipoanza Yesu, kwamba Mariamu kubeba mimba pasina kuwa na mwanaume, ikamletea shida Yusufu. Lakini Yusufu baadaye akapewa maonyo kupitia ndoto kwamba usimuache. Wakati Herode anataka kumuua mtoto, kupitia ndoto wakaambiwa waondoke kule na kwenda sehemu nyingine. Lakini ukisoma hii sura ya 2 hiyo mstari wa 19, anasema hata alipofariki Herode, na tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Umeona? Baada ya yule ambaye alikuwa anaitafuta roho ya mtoto.
alipofariki, Mungu akamtokea kupitia katika ndoto. Malaika wa Bwana huyo akampa taarifa. Kwa hiyo kwamba kumbe ndoto ni za muhimu sana katika maisha yetu. Sana 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 sana. Ndoto ni za muhimu sana. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza hili somo. Tutaendelea kujifunza. Lakini pia kama utakuwa na maoni au kukuwa unatamani Mungu, unatamani kutafuta tafsiri ya ndoto yako au kutaka kujua kuhusiana na ile ndoto ambayo umeota, utaandika hapo. Andika kwamba nimeota kitu fulani, natamani kujua tafsiri yake. Kwa sababu tumeona hapa watu walifanikiwa kwa kutaka kujua tafsiri za ndoto. Wengine waliliokoa taifa na majanga hatari ya njaa kupitia ndoto. Wapo ambao walibarikiwa na kuwa wenye hekima kuliko watu wote kupitia ndoto. Lakini pia wapo ambao walitetewa na Mungu kupitia ndoto. Wapo ambao walifanikiwa kufika kwenye mamlaka kubwa kama Yusufu kuwa waziri mkuu kupitia ndoto. Kwa hiyo kumbe mambo mengi Mungu anasema na watu kupitia ndoto. Ndoto zina umuhimu, tunaona ndio maana hata kuzaliwa kwa Yesu, ndoto pia zilitumika kumhakikishia Yusufu kwamba Mariamu ni mke wake, asiwe na hofu juu ya hilo. Kwa hiyo ndoto ni za muhimu na zina umuhimu katika maisha yetu. Kama ni njia ambayo Mungu alitumia kuongea na watu wake, hiyo njia inatumika hata sasa hivi. Na sisi pia tunapaswa kuona umuhimu wake ni kuwa karibu na Mungu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha 41 tunaona kwamba wakati Farao anatafuta tafsiri ya ile ndoto, akamwambia Yusufu. Yusufu akasema naye tafsiri ni Mungu. Sawa, ndio sisi tunaweza tukakuambia, lakini sisi pia tunahitaji uelekeo kutoka kwa Mungu. Kwamba huyu mtu ameota kitu hichi. Je, Mungu ulikuwa unamsemesha nini kuhusiana na ndoto hii? Mungu akubariki sana kwa kusikiliza somo hili. Tutaendelea kujifunza sehemu ya 3 ya somo hili. Barikiwe na Bwana.